Ni Jumatano ya Machi 19, 2025 ya leo katika kuangazia habari za kitaifa, kimataifa, pia katika michezo na burudani, pamoja na habari zilizopewa uzito katika magazeti ya leo. Mimi ni Jessica Bitus nikiwa na Shaila Ismail, na miongoni mwa magazeti tulionayo ni pamoja na Uhuru, Raia Mwema, Zanzibar Leo, Habari Leo na Mwanaspoti, gazeti mahususi kwa michezo. Kwa kuanza na gazeti la Uhuru, habari kuu imeandika wachambuzi wafunguka miaka minne ya Rais Samia. Wasifu wake umeandika ni kiongozi shupavu aliyetumia falsafa ya 4R kutekeleza miradi ya maendeleo. Aliingia madarakani nchi ikiwa na changamoto za uviko 19, vita ya kiuchumi na miradi kutokamilika. Habari zaidi ni katika ukurasa wa pili gazeti la Uhuru, ukweli daima. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Uhuru umeandika waambieni waliowatuma uchaguzi mkuu hauzuiliki. Wasira asisitiza hakuna mwenye uwezo wa kuzuia, awataka wenye fikra tofauti wasahau hilo. Habari hii ni katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Stefano Wasira akisalimiana na mjane wa muasisi wa tano na CCM marehemu Mzee John Mwakangale kabla ya kuhutubia viongozi wa CCM mjini Tukuyu wilayani Rungwe mkoa wa Mbeya jana. Habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti la Uhuru, ukweli daima. Sakata la ardhi la waibua wadau, wapongeza maelekezo ya Rais Samia kuhusu mwarobaini wa migogoro, watoa ushauri. Habari hii ni katika ukurasa wa tatu gazeti la Uhuru. NSSF yataja thamani ya mfuko yafikia trilioni 9.29. Habari hii ni katika ukurasa wa sita gazeti la Uhuru. Habari nyingine ni Tanzania kupokea dola milioni 74 za mfuko wa IFAD. Undani wa taarifa hii utaipata katika gazeti la Uhuru ukurasa wa 17. Na habari inayotamatisha gazeti la Uhuru katika ukurasa wa mbele imeandika Waziri Mkuu atoa maagizo 9 kwa wadau. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na sasa tuangazie yaliyoandikwa katika gazeti la Raia Mwema. Katika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, leo Jumatano ya Machi 19, 2025, habari kuu imeandikwa hatari tupu, wagombea CCM watumia waganga kulishaamini wapiga kura, wamwaga rushwa kama njugu, TAKUKURU yanoa makucha, wabunge viti maalum wacharuka, wapinga ukomo miaka 10. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Raia Mwema. Maajabu ya Samia yafuta machozi ya Magufuli. Habari hii utaipata ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Raia Mwema. Makada ACT mbaroni. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Vile vile ukurasa wa mbele wa Raia Mwema umeandika mnyukano wa Karia, Yanga mmoja kupasuka. Habari hii utaipata ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Raia Mwema. Watoto watatu familia moja wafamaji. Habari hii utaipata ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Raia Mwema. Safari yenye mafanikio ya shirika la NHC. Habari hii utaipata ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Raia Mwema. Na habari inayotamatisha ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Raia Mwema, maabara ya panya kujengwa Kibong'oto. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Na tuangazie vichwa vya habari vilivyopewa uzito katika gazeti la Zanzibar Leo. Gazeti la Zanzibar Leo Machi 19, 2025, habari kuu imeandika utendaji uliotukuka umembeba, CCM haikukosea kumpa tiketi 2025, amewadhihirishia waliokuwa na shaka. Habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo. Wanafunzi wataendelea kuweka mazingira wezeshi Hemedi. Habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo. Ukurasa wa mbele wa Zanzibar Leo pia umeandika Othman ahimiza viongozi kuwafariji wagonjwa. Undani wa taarifa hii ni katika gazeti la Zanzibar Leo Machi 19, 2025. Habari picha inaonyesha Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akikabidhi sadaka ya futari kwa moja kati ya watu wenye mahitaji maalum wa mkoa wa Kaskazini Pemba. Na habari inayokamilisha ukurasa wa mbele wa gazeti la Zanzibar Leo imeandika serikali inathamini mchango wa wadau. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Tutazamie yaliyojiri katika gazeti la Habari Leo. Katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari kuu imeandikwa miaka minne ya nguvu, Samia apongezwa mafanikio lukuki ya serikali, asifiwa uchumi kukua, diplomasia, huduma za jamii. Habari hii utapata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Kazi iendelee, yataja chachu ya mafanikio, wapinzani wasifu kuimarika demokrasia. Habari hii utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Habari nyingine ni Majaliwa atoa agizo mjadala wenye shahada kuitwa VETA. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Habari ya mwisho katika gazeti hili la Habari Leo imeandikwa Wasira ataka Metli irudishe
tuiridhishe ardhi serikalini. Habari hii utaipata ukurasa 27 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na hivi ndivyo gazeti la Habari Leo linatamatisha habari zilizopewa uzito katika kurasa zake za mbele. Pata nakala yako kwa undani wa taarifa zaidi. Na sasa tuangazie yaliyojiri kwa upande wa michezo na burudani katika kurasa za nyuma. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti, habari kuu imeandika bodi ya ligi yasema haki itapatikana. Habari hizi ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanaspoti katika kurasa zake za mbele. Kocha amaliza utata Azizi na Ahwa. Habari hii ni katika ukurasa wa pili gazeti la Mwanaspoti. Dakika 180 za moto Ken Gold. Na habari inayotamatisha kurasa wa mbele wa Mwanaspoti imeandika mastrika 4 ubaoni Man United. Na tuangazie habari za kimichezo katika gazeti la Raia Mwema. Katika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Katika kurasa zake za nyuma za kimichezo, habari kuu imeandikwa mnyukano wa Karia na Yanga Sport Club, mmoja kupasuka. Samata mchezaji bora wa mwezi Ugiriki. Messi auti kikosi cha Argentina kuwania kufuzu. Habari ya mwisho kwa upande wa michezo katika gazeti la Raia Mwema imeandikwa huyu ndiye mlundwa kama Sphinx. Habari hii utaipata ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Tuhamie kusikiliza yaliyojiri kwa upande wa habari za kimichezo katika gazeti la Uhuru, kweli daima. Habari kuu katika gazeti la Uhuru upande wa michezo imeandika Yanga Princess yaitungua Simba Queens ligi kuu. Uwanja wa Arusha wafikia 33%. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru, ukweli daima. Mandonga aingia kambini. Habari hii ni katika ukurasa wa 23 gazeti la Uhuru. Na habari inayotamatisha gazeti la Uhuru kwa upande wa michezo imeandika Messi atemwa Argentina. Habari hii ni katika ukurasa wa 22 gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na tusikilize yaliyoandikwa katika gazeti la Habari Leo kwa upande wa michezo. Gazeti la Habari Leo kwa upande wa michezo, habari kuu imeandikwa TFF yatetea kambi ya Stars Tanga. Yanga Princess yaikanda Simba Queens. Kocha Yanga mtulize Kangalombo. Na habari ya mwisho katika gazeti la Habari Leo michezo imeandikwa Samata ashinda tunzo Ugiriki. Habari hizi zote zimeandikwa katika ukurasa wa 31 wa gazeti hili la Habari Leo michezo. Tumalizie kwa kuangalia yaliyojiri katika gazeti la Zanzibar Leo kwa upande wa habari za kimichezo. Habari kuu katika gazeti la Zanzibar Leo michezo imeandika Yanga bodi ya ligi kila mmoja na lake. Taifa Stars yaendelea kuivutia pumzi Morocco. Na habari picha katika upande wa michezo gazeti la Zanzibar Leo inamuonesha mkuu wa kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMK Kamanda Azana Hassan Msingili akimvisha cheo nyota wa timu ya Yanga Sports Club Ibrahim Hamadi Ibra Baka kutoka koplo na kuwa sergeant. Na habari inayotamatisha habari za kimichezo katika gazeti la Zanzibar Leo imeandika Arsenal kumwongezea mkataba Saka. Na hivi ndivyo tunatamatisha usomaji wa magazeti na gazeti la Zanzibar Leo kwa kutazama habari kuu zilizoandikwa katika kurasa za nyuma kwa siku hii ya leo. Mpaka kufikia sasa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Shele Ismaili pamoja na Jessica Bitus.